niweze kumwalika mchungaji mwandamizi, mama yetu, mkatibu wa idara nzuri ya Double K Taifa, mchungaji Beatrice Molel, mama askofu wetu wa jimbo. Karibu kiongozi wa taifa. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Jamani wote, tukisema miaka 13 ya moto wa uamsho, tunasema tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho na nguvu zake pamoja na Bwana. Amina. Ninawasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu. Naomba tuketi. Naamini kabisa itifaki inaendelea kuzingatiwa. Kwa hiyo mimi naomba niende moja kwa moja. Asante sana MC wetu. Ninataka kukuletea au ulifahamu kanisa la ARCC. Mahali ambako tupo ni vizuri ukilifahamu. Tumetambulishana, nafikiri tumefahamiana kila moja wewe ni nani, lakini wakati huu napenda nikutambulishe kanisa hili ambalo leo tuko mahali hapa na ambalo ndio limeadhimisha au limefanya hili tukio kubwa. Kanisa hili ni kanisa la Tanzania Assemblies of God, linaitwa Arusha Revival Christian Center. Kifupi tunaita sana ARCC. Na lengo la kuwepo kwa ARCC ni ili kuifikia Arusha na Injili na kuileta kwa Bwana Yesu. Dhima yetu kanisa la ARCC ni kila mwamini kuhusika katika kujenga na kukuza kanisa kupitia huduma ya uinjilisti. Sheni na wanafunzi kwa nguvu takatifu tia msingi wa ukuaji wa kanisa kwa uwiano. Dira au maono yetu: kanisa lenye watu waliofunguliwa kutoka gizani na kuletwa nuruni kwa Yesu, wakati wakiwa wenye afya kiroho, kimwili na kiuchumi. Shauku yetu ya ARCC ni kumpenda Mungu, kuishi maisha matakatifu na kuyatenda mapenzi yake makamilifu. Kauli mbiu yetu ni upendo, umoja na ushirika ni alama ya kumjua Mungu wa kweli. Na kanisa letu pamoja na hayo yote tunajihusisha na huduma za vijana na watoto. Hapa tuna huduma ya mtoto ambayo tunashirikiana na mshirika mwenza Compassion, lakini pia tuna shule ambayo baadaye tutatambulishwa vizuri, Arusha Integrated School, lakini pia tuna huduma za watoto kwa ujumla wake. Na naomba niendelee. Ibada zetu, tuna ibada kwa wiki. Jumatatu ni mazoezi ya kwaya na timu ya kusifu na kuabudu. Jumanne ni ibada za seli. Tunakuwa na ibada, kila seli inakuwa na ibada zake kwenye zoni zetu. Lakini Jumatano ni mafundisho ya Biblia, tunajifunza ili tumjue Kristo. Lakini Alhamisi ni idara zote za kanisa zinakutana, kwa sababu Mungu ametujalia kuwa na eneo la kutosha. Kwa hiyo kila idara ina muda wake na tunakutana siku ya Alhamisi. Lakini Ijumaa ni maombi na maombezi, watu wanafunguliwa siku ya Ijumaa. Ukija jioni saa 10 mpaka saa 12 ni saa ya kukutana na Bwana na kukutana na nguvu za Mungu. Kwa wenye shida mbalimbali wanafunguliwa. Lakini usiku pia ni wakukutana na Bwana katika mkesha ambao tunaanza saa 3 mpaka saa 11.
na Jumamosi ni mazoezi ya kwaya pamoja na kusifu na kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa niaba ya mchungaji kiongozi, ninaomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote RCC kuabudu na sisi kwa ratiba kama ambavyo nimewajulisha. Lakini sisi tunawapenda wageni, tunawapenda watu wote wanaomjua Kristo na wasiomjua. Hapa ni nyumbani mwa Mungu pa kumjua Mungu. Na ibada zetu, tuna ibada 3 kila siku ya Jumapili. Ibada yetu ya kwanza huwa ni saa 12 mpaka saa 1:30, na ibada ya pili ni saa 1:30 mpaka saa 3:30. Alafu tunakuwa na darasa la maandiko ambao tunagawanyika kila mmoja kulingana na darasa lake lilivyo, saa 3:30 mpaka saa 4:30. Kisha tunaingia ibada ya 3 saa 4:30 mpaka saa 7. Na pia huwa tunakuwa na ratiba za jioni ambazo ni saa 10 mpaka 12 kwa ajili ya maombi, na wakati mwingine ni wainjilisti wa nyumba kwa moja. Kwa hiyo huwa ni huduma zinabadilika. Lakini neno letu la unabii la mwaka huu ambao Mungu alitupatia kupitia mtumishi wake mchungaji wetu kiongozi mchungaji David Moleli, na Mungu alimsemesha na kumpa huu ujumbe ambao sisi wana RCC kwa umoja wetu na kwa pamoja tuliliamini na kulipokea na kuamua kuliishi, ni kwamba mwaka huu ni mwaka wa malango kuwa wazi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na kweli tumeona malango yamekuwa wazi kwa watu binafsi, na hata hiki cha kuadhimisha ni kwa sababu kweli Mungu alisema neno lake na limetimia katika maisha yetu. Naomba tumshangilie Mungu. Mungu wa matendo makuu bado anaishi, Mungu wa miujiza bado anaishi. Lakini kwa kuona kipeperushi chetu, unaweza kupigia mawasiliano yetu hapo. Unaweza kutupigia kama una shida, unahitaji tukufikie, tunakufikia. Sana na asante sana. Tumbe makofi anapoenda kukaa katibu. Kwenye kila hatua ambayo tunapiga, Bwana anakuwa ametusaidia, si ndio? Ndio kwa maana yeye ni Ebeneza. Haleluya. Ungana na sisi kuimba nyimbo hizi za sifa na ibada tunapoendelea kumtukuza Mungu. Haleluya. Amen. Let's go. Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa Bwana umetusaidia. Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza. Ebeneza. Hata sasa Bwana umetusaidia. Umetusaidia. Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa Bwana umetusaidia. Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa Bwana umetusaidia. umetusaidia.
hukuniganisha, ulinivusha. Asante Bwana, asante kwa wema wako. Nilipokuwa Baba hukuniacha, uponya. Asante Bwana, asante kwa wema wako. hata kwenye majaribu kwa njia umetushindia. Asante Bwana, Asante Bwana, oh, kwa wema wako. oh, tulipokuomba Bwana wewe ukusita, ulitujibu. Asante Bwana, Asante Bwana kwa wema wako. oh, hata sasa umefanya zaidi, umetenda. Asante Bwana, kwa wema wako. tukurudishie nini Bwana, kwa wema wako. Asante Bwana, Asante kwa wema wako. utukufu ni wa Bwana, yeye anastahili. Kama Bwana amekuwa mwema, mshangilie. Na tunaimba tunasema, utukufu ni wako, heshima ni zako, Ebeneza, Ebeneza. Utukufu ni wako, heshima ni zako, Ebeneza. Sime wote, utukufu Utukufu ni wako, heshima ni zako, heshima ni zako. Ebeneza, Ebeneza. Utukufu ni wako, Utukufu ni wako, heshima ni zako. Ebeneza, Ebeneza. Utukufu ni wako, Utukufu ni wako, heshima ni zako, heshima ni zako. Ebeneza, Ebeneza. Umetuongoza na umefanya Ebeneza, Ebeneza. Utukufu ni wako, heshima ni zako, Ebeneza. Sema wote tena, tena juu. Utukufu ni wako, Utukufu ni wako, heshima ni zako, heshima ni zako. Ebeneza. Unaweza ukaimba na sisi. Utukufu ni wako, Utukufu ni wako, heshima ni zako, heshima
ay, 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 ay.
awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Ameikuza ahadi yake kuliko hata jina lake. Yeye ni Mungu wa rehema, anastahili sifa. Ameikuza ahadi yake kuliko hata jina lake. Yeye ni Mungu wa rehema, anastahili sifa. Pokea sifa, pokea sifa Bwana kwa yote uliyotenda. Uniokoa mimi nikutumikie. Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Uniokoa mimi nikutumikie Baba. Ulinitoa mbali Baba, nikutumikie. Mateso yako msalabani ili niwe huru. Ulinitoa mbali Baba, nikutumikie. Mateso yako msalabani ili niwe huru. Nachukua maamuzi magumu
vita na shetani, nachukua maamuzi magumu, siogopi mwanadamu yeyote, najua kuokoka kwangu, natangaza vita na shetani. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana, nikutumikie Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, pokea sifa Bwana, nikutumikie Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, mimi nimekombolewa kwa damu ya Yesu Baba, mimi ninaringa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu, ni mali yake Bwana, mimi ninadunga, nimekombolewa mimi kwa damu ya Yesu, niacheni niringe, nimekombolewa kwa damu, mimi ni mali yake, mali yake. Mungu aonyesha pendo lake kwetu alipomtuma Yesu kutuokoa. Mungu aonyesha pendo lake kwetu alipomtuma Yesu kutuokoa. Alijitoa Yesu mauti ya msalaba, ili mimi niwe huru nimtumikie. Alijitoa Yesu mauti ya msalaba, ili mimi niwe huru nimtumikie. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu, mimi ni mali yake Bwana, mimi ninaringa, nimekombolewa mimi kwa damu ya Yesu, mimi ni mali yake, mimi ninadunda, nipo ndani ya Yesu, ndio maana nadunda, mimi ninaringa, nimo ndani ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ni mali yake. Tuwasha Natembea ndani ya neema yake, na furahia neema
akisema ndio, Mungu akisema ndio, hakuna mtu awezaye kupinga, hakuna mtu awezaye kupinga. Mungu akisema ndio, Mungu akisema ndio, hakuna mtu awezaye kupinga, hakuna mtu awezaye kupinga. Yeye sio mwanadamu aseme uongo. Ahadi zake ni za kweli, Ahadi zake ni za kweli, akiahidi anatenda Baba. ahadi zake ni za kweli, Ni za kweli. ahadi zake ni za kweli, Akiahidi anatenda kweli. ahadi zake ni za kweli, Ahadi zake ni za kweli. Mungu akisema ndio, Mungu akisema ndio, hakuna mtu awezaye kupinga, hakuna mtu awezaye kupinga. Bwana hachelewi kutimiza ahadi yake kama wanadamu wanavyokawia. Bwana hachelewi kutimiza ahadi yake kama wanadamu wanavyokawia.